والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الإنس والجان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani fillah, leo tukiwa katika mchana wa siku ya Arafa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yote ambayo kwamba tuliyofanya kuanzia usubuhi mpaka sasa hivi, kwa sababu siku kama leo ni siku ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ameipa sharafu kubwa. Pia katika utukufu wa siku ya leo ni Mola subhanahu wa ta'ala kuitikia dua kwa haraka sana katika siku kama leo. Tazungumza baadhi ya nukta kadhaa ambazo kwamba zinahusiana na masala ya imani, kwa sababu siku yenyewe ya leo ni siku imekaa kiimani zaidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba iliyopokelewa na alimamu Muslim katika sahihi yake, hadithi ambayo kwamba ni hadithi adhim sana, ambayo kwamba yatakikana kila Muislamu maana yake yawe katika moyo wake na katika fikra zake wakati wote na katika kila anachokifanya. Yasema Mtume, awwalu ma yuqda bihi yawm al-qiyamah, katika watu wa mwanzo ambao kwamba watahukumiwa siku ya kiyama, rajulun istushhida, ni mtu ambaye kwamba alipigana jihadi mpaka akafa katika vita akiwa kwenye jihadi. Fautiya bihi, taletwa siku ya kiyama. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa, Mola subhanahu wa ta'ala atamwarifisha zile neema ambazo kwamba alimruzuku zote, na yule mtu atazitambua na kuzijua zile neema zote ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimneemesha. Qala, Mwenyezi Mungu atamuuliza, fama amilta fiha, hizi neema ulizifanyia kazi gani? Hizi neema ulizitumia namna gani? Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Qur'ani yaeleza kwamba kisha hakika mtaulizwa siku hiyo ya kiyama kuhusiana na neema ambazo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala amekuneemesheni kwazo. Yule mtu atakapoulizwa swali hilo tajibu jawabu lifuatalo. Qal, atasema, qataltu fika hatta istushhid, ya Rab, neema ambazo kwamba ulizonipa nilizitumia kupigana jihadi kwa ajili yako. Nilipigana nikapambana mpaka nikafa katika vita kwa ajili yako. Qala, Mwenyezi Mungu atamwambia, kadhabta, umesema urongo. Kadhabta, umesema urongo. Subhanallah, namna gani mtu ampigana jihadi amekufa katika vita yuambia umesema urongo? Walakinnaka qatalta liyuqala jari, lakini wewe ulipigana ili watu waseme huyu bwana ni shujaa, huyu bwana ni jasiri. Hukupigana kwa ajili yangu wewe, hukutakasania kwa ajili yangu. Wama umiru illa liyabudu Allah
mukhlisina lahu ddin, hatukuamrisha chochote isipokuwa ni kutakasa ibada zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usio kuna riaa ndani yake, usio kuna ujubu, usio kuna chochote. Tambiwa wewe ulipigana ili watu waseme wewe ni jasiri, wewe ni shujaa. Faqad qil, watu washasema, ushasifiwa, malipo yako yashamalizika. Faqad qil, watu washasema. Thumma umira bihi, kisha kutaamrishwa, watapewa amri malaika kwa huyu bwana. Fasuhiba ala wajhihi, ataburuzwa kwa uso hata ulqiya fi nnar, mpaka ataenda kutiwa katika moto wa jahannam, wal'iyadh billah. Kisha mtu wa pili, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو قارئ. mtu wa pili ni mtu ambaye kwamba taallama alilma, alisoma elimu na akaifundisha. وقرأ القرآن, alikuwa ni msomi mzuri wa Qur'an. فأتي به, ataletwa na Bwana siku ya Kiyama. فعرفه نعمه فعرفه, Mola subhanahu wa ta'ala atamwarifisha neema zake, atastambua. Ataulizwa swali lile, neema zangu ulizifanyia nini? Qal, Bwana atajitetea, tasema ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Ya Rabbi, neema ambazo kwamba ulizonipa zote nilizitumia kusoma, nilisoma elimu nikaifundisha kwa ajili yako. Wa qara'tu fika al-Qur'an, ilikuwa ni msomi mwenye Qur'ani, kila pahali nikisoma kwa ajili yako ya Rabbi. Qala kadhabta, tambua umesema urongo. Walakinaka fa'alta liqala huwa qari, ulifanya ili watu tu wakusifie, oh mashallah, yule msomi ya kimataifa, bingwa wa Qur'ani yule. Wao ulisoma, ukawa unafundisha, ukawa unazungumza ili watu waseme oh mashallah, fasaha yule. Kimpa maiki hutaki anyamaze. Faqad qil, watu washasema, ya kwako yashamalizika. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnar. Vivyo hivyo malaika wataamrishwa mgogote huyu bwana kiuso waende wakamtia katika moto wa jahannam. Mola subhanahu wa ta'ala atulinde. Mtu wa tatu, wa rajulun, na mtu atahu Allahu min asnafi al-mali kulli, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa kila sampuli na kila aina ya mali. Mwenyezi Mungu amemkunjulia. Fautiya bihi, ataletwa siku ya Kiyama. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Qala fama amilta fiha, taulizwa, ataambiwa hizi neema zangu nizifanyia kazi gani? Qal, Bwana atatetea, atasema ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi liajlik, au kama qala. Atasema ya Rab, mimi sikuacha njia yoyote ambayo kwamba unapenda watu watoe sadaka ndani yake isipokuwa nilitoa ya Rab. Taambiwa kadhabta, umesema urongo. Walakinaka fa'alta, lakini wewe ulifanya liqala huwa jawad, ili watu waseme huyu bwana mkarimu mashallah, mwingi wa kutoa. Faqad qil, watu washasema, yakoko yashamalizika. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar. Vivyo hivyo malaika wataamrishwa wamgogote, wamtie katika moto wa jahannam. Subhanallah. Angalia umuhimu wa ikhlas katika amali. Kumbe amal haitoshelezi peke yake, lazima kuwa kuna nia njema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, hakika si linginelo, matendo yote yanategemea nia. Kwa sababu mtu inawezekana unafanya matendo kidhahiri, matendo ya kiakhira, lakini kumbe kibato ni matendo katika matendo ya watu motoni. Baadhi ya ulama wanaulizwa nini ikhlas? Awasema ikhlas alla tara al-amala fi al-amal
wanasema ikhlas ni usione yale matendo yako mema unayofanya ndani ya matendo mema. Yani wakati unapofanya matendo mema usijione ndani ya nafsi yako kwamba mashallah mimi niko na hasanati, la, alla tara al-amala fi al-amal, yani ufanye amal alafu ufanye kama hujafanya vile. Baadhi yao wanasema al-ikhlas nisyanu al-amal fi al-amal, ni kusahau zile kazi zako za khair unazofanya ukiwa katika kazi za khair. Yani ikhlas ni kuwa unafanya alafu baada wewe kwa unaona hufanyi kitu. Tukazuri sana ikhlas, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Idhan katika masiku kama haya, katika mausimu kama hii za khairi, lazima tukumbushane maneno kama haya ili tuweze kutakasa nia zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema niyatul mu'mini khairun min amali, nia ya muumini ni bora kuliko ile amali yake. Wa ala niyatikum turzaqun, na kwa kadri ya zile nia zenu ndio vile mtakavyoruzukiwa. Wewe unakuja hapa kurekodi kabla ya kitu chochote, nia kwanza hii ni amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nia kwamba hii ni dawa nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nia kwamba huu ni ukumbusho na ushahidi ambao kwamba na ufanya kwa ajili ya Allah, kwa sababu Mtume anasema ad-dallu ala al-khairi kafa'ilihi, mwenye kujulisha watu juu ya khairi ni kama mwenye kufanya. Bali katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Mwenye kuanzisha sunna njema katika Uislamu basi atapata malipo yake na malipo ya yule ambaye kwamba atakayoifanya ile amali aliyoanzisha njema, na hayatopungua malipo yao chochote. Yani wewe unarekodi unalipwa thawabu, anakuita analipwa thawabu, yule ambaye kwamba atashare zile rekodi za khairi ambazo kwamba ulizozifanya basi wewe utapata thawabu zake na yule pia atapata thawabu zake. Yani ala fikra, unajua sisi tunakuwa ni mabakhili kiasi kikubwa sana. Unakuta wewe mathalan huwezi kwenda pahali ukaenda kufanya nini, kwa rekodi darasa kama hizi na mfano wake, basi mrekodiwa na watu wengine, basi angaa kushare tu kwa watu wengine, pia unakuwa bakhili. Wewe bakhili kiasi gani? Allah, sisi Muislamu tunashangaza sana. Utashangaa mtu umeketi anakusukumia mavitu ya ajabu, anashare na kusukumia mavitu ya ajabu. Kiangalia kwa magrupu watu wanasukuma mavitu havyo, lakini waone watu kwa na ishatu kama hizo katika kushare darasa. Yani ukishare tu utatumia mbi ngapi kwa mfano? Yani darasa hiyo ukachukua linki kwa msukumia mtu mwingine, utatumia mbi ngapi? Utatumia muda gani? Na wakati ile darasa kwamba ukimtumia mtu mwingine akisikiliza, na wewe pia unapata thawabu. Ukiweka katika mitandao yako, watu wengine wakaja wakafungua wakasikiliza, na wewe pia unapata thawabu. Kwa hivyo ndugu zangu, lazima pia tukumbushane, tuwe ni mabalozi wa khairi, tuwe ni maambasada wa khairi, tusiwe ni maambasada wa shetani. Watu wengi ni maambasada, ni mabalozi wa shetani. Unakuta kina nani mfano wanaoshare zile mavideo na maklipu za hovyo mathalan za muziki na mfano wake, si mimi na wewe. Kina nani ambao kwamba wanaoshare maklipu haya ambao kwamba hayana vichwa wala miguu, ambao kwamba na haribu maadili, si mimi na wewe. Kwa nini usiwe balozi wa khairi? Darasa kama hizi unachukua unawasambazia watu wengine na wewe unapata thawabu, lakini unanuia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Unakuja hapa katika darasa, mwenye anakuja kwenye darasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mola subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa kila hatua ambayo kwamba unaoipiga. Inshallah ta'ala, tufungue nyoyo zetu, tusafishe nyoyo zetu kukubali msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutohirisha nyoyo zetu, tuelekeze nyoyo zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate kupokea rehema na neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziweka katika siku kama leo. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema katika riwaya, hakika Mwenyezi Mungu ana katika masiku ya miaka yake nafahat, ana bonus maalum ambazo kwamba anazitoa. Ala fata'arradhu la,
Jiwekeni tayari kuzipokea hizo. Tutajiweka vipi tayari? Kwa kusafisha moyo wako, kwa kukunjua moyo wako, kwa kusafisha moyo wako kwa ajili ya kupokea neema na nafaati za Allah subhanahu wa ta'ala. Wajjihu qulubakum ila Allah, طهروا قلوبكم لأجل الله، فرغوا أقوابكم لأجل الله، توجهوا إلى الله، ادعوا الله، اذكروا الله، سبحوا الله، قولوا يا الله، قولوا يا الله، قولوا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ارحمنا يا الله، اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، وسع رزقنا يا الله، اهدنا إلى الحق يا الله، اهد شبابنا يا الله، نور بيوتنا يا الله، نور قلوبنا يا الله، نور شبابنا يا الله، اهد إخواننا يا الله، جملنا يا الله، اختم لنا بالحسنى يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة. عفوا شكرا. الحمد لله رب العالمين. يا سلام. Tunashukuru kwa kilima mufida kama hiki. Allah mjaze kila la kheri, na sisi pia wasikilizaji. Tunamshukuru Allah sawa bin sawia. Siku ya leo tumehitimisha hivi katika kheri, katika kusikia al-qasaid, lakini pia na kusikia nasiha mbalimbali. Lakini yote haya tuko ndani ya siku ya Ijumaa. Kwa zaidi Waislamu tunasikitika, masiku 10 ndio yashatuaga. Sijui kama mwakani tutayapata tena au tushabadilishwa majina.